zangu, tumeitana hapa kwa ajili ya kuwapa taarifa umma wa Watanzania, lakini umma wa Tanga kuhusu ujio wa Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba. Ndugu zangu, tunaendelea sisi kama mkoa, tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ameendelea kuchapa kazi katika ahadi zake za siku 100, ambapo nyinyi nyote ni mashahidi. Tarehe 11 wakati tunafikia kilele cha siku hizo 100, mambo mengi sana yalionekana yametekelezwa katika zile ahadi zake, ikiwemo mfumo mzima wa bima kwa wote, ambapo na sisi kwa mkoa wetu tayari tumeshashukisha katika elimu kwa wananchi wote, lakini na kifurushi cha kwanza tumekishaanza kukishusha kwa wananchi. Lakini katika maeneo mengine yote mambo yameendelea kutekelezwa, na hivyo basi ujio huu wa Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba katika mkoa wetu wa Tanga, katika kufuatilia miradi, kukagua, atatembelea, lakini vile vile miradi mingine atazindua pamoja na kuongea na wananchi. Yote hii ni katika kuhakikisha kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa, lakini maelekezo yote ya Mheshimiwa Rais wetu tunayasimamia kwa ukamilifu wake. Hivyo basi, napenda ndugu zangu Wanatanga wajue ratiba kamili ya Mheshimiwa Waziri Mkuu atakapokuwa mkoani kwetu kuanzia kesho tarehe 13 hadi tarehe 17, ambapo wenzetu wa Kilimanjaro watampokea. Na hivyo basi kuwasili katika viwanja vya Lamore, ambapo pale kutakuwa na mkutano mkubwa wa wananchi, ambapo mkutano wa hadhara, ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu ataongea na Wanatanga, na huu ndio utakuwa mkutano pekee mkubwa katika ziara yake. Kwa hivyo tunategemea ndugu zangu Wanatanga, kama ambavyo ilikuwa kawaida yetu, tujitokeze kwa wingi tukiwa na bashasha. Hii ni ziara ya kwanza ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba kuweza kuja katika mkoa wetu. Kwa hivyo na tumejipanga na tunategemea na tunajua ni ada kwamba Wanatanga ni watu wakarimu, waungwana, watampokea kwa bashasha na shangwe kubwa, lakini vile vile watasikiliza hotuba yake ambayo kama ambavyo mmefuatilia katika mikoa mingine imekuwa ikijaa hamasa, hari na morali ya kuendelea kufanya kazi na kuhakikisha kwamba malengo na makusudio ya Mheshimiwa Rais wetu yanatimia, lakini kuhakikisha kwamba dira ya 2050 ambayo tayari imekishaanza kufanya kazi inatekelezwa, pamoja na masuala mazima ya maadili ya watumishi na kuhakikisha kwamba wananchi wanapewa kipaumbele, ikiwepo pamoja na mikopo hii ya vijana, ambapo yeye mwenyewe juzi amekabidhi hundi ya bilioni 200 kwa waziri wa vijana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mikopo hii inashuka katika mikoa yetu yote.